Kumekuwa na mlipuko wa virusi vya Hanta kwenye meli ya kitalii, na hiyo imesababisha vifo vya baadhi ya abiria. Unaweza kujiuliza sababu ni nini kutokea kwa virusi hivi? Sasa majibu ni haya. Sikiliza kwa makini. Virusi vya Hanta vimepewa jina la mto mmoja huko Korea Kusini, na neno hantavirus linaelezea familia fulani ya virusi. Takriban spishi 20 za virusi hivi zimetambuliwa kulingana na Shirika la Afya Duniani, WHO. Mungu tusaidie. Sio maambukizi ya aina moja tu, ni hatari sana, lakini pia ni nadra kumpata binadamu, na virusi hivi vinahusishwa na kukaribiana na panya. Hatari huwa kubwa zaidi wakati mtu anafanya usafi wa kusafisha jengo ambalo limevamiwa na panya. Visa vingi vya binadamu vinaripotiwa katika maeneo ya vijijini kama vile misitu, mashamba au vichaka ambapo panya wapo kwa wingi, na hiyo inamaanisha nafasi za kuambukizwa ni kubwa zaidi. Swali la kujiuliza, mlipuko huu unaweza kuwa umetoka wapi? Hilo ni swali muhimu sana. Na jibu ni kwamba bado haijajulikana waziwazi. Visa vyote vinahusishwa na meli hii ya kitalii iitwayo MV Hondius, ambayo ilianza safari yake kutokea ncha ya kusini kabisa ya Argentina mapema mwezi wa Aprili. Lakini vifo viwili vya kwanza vilikuwa vya wanandoa kutoka Uholanzi. Inaripotiwa kuwa walikuwa wamesafiri kupitia Amerika Kusini kabla ya kupanda meli hiyo. Sasa, hiyo ni muhimu kwa sababu inawezekana kwamba mmoja wao au wote wawili walikutana na virusi hivyo wakati wa safari zao. Na toleo moja la virusi hivyo linalojulikana kama virusi vya Andes limetambuliwa kusababisha maambukizi kwa binadamu nchini Argentina na Chile. Kwa mfano, mwishoni mwa mwaka 2018 kulikuwa na mlipuko nchini Argentina ambao ulitokana na watu waliokuwa wameenda kwenye sherehe moja. Mtu mmoja aliyekuwa na virusi hivyo alisababisha visa 34 vilivyothibitishwa na vifo 11. Swali lingine, vinaweza kuambukiza kupitia hewa? Ndiyo, vinaweza kusambaa kidogo kupitia hewa. Kwa kawaida, huenezwa na panya kupitia mkojo wao uliokauka na kinyesi, ambacho kisha hupeperushwa hewani na kuvutwa na binadamu. Hivyo ndivyo vinavyoenea kwa njia ya hewa. Kwa hivyo, mara nyingi huenezwa kutoka kwa panya, lakini kumekuwa na visa hivi nadra vya maambukizi kutoka kwa binadamu kwenda kwa binadamu kupitia virusi hivi vinavyojulikana kama virusi vya Andes. Swali lingine, dalili zake ni zipi? Virusi hivi vinaweza kusababisha magonjwa mawili makali sana. La kwanza linaitwa Hantavirus Pulmonary Syndrome, HPS, na mara nyingi huanza na dalili kama za mafua. Unaweza kupata uchovu, homa, maumivu ya misuli, yakifuatiwa na maumivu ya kichwa, kizunguzungu, baridi na matatizo ya tumbo. Hapa ndipo mambo yanapokuwa mabaya zaidi. Dalili za kupumua huanza kukaza. Kwa mfano, kushindwa kupumua vizuri. Kiwango cha vifo vinavyohusiana na aina hii ya ugonjwa ni takriban 38%. Kwa hivyo, zaidi ya thuluthi moja ya watu, kulingana na kituo cha kudhibiti magonjwa cha Marekani, CDC, watakufa ikiwa watapata aina hiyo ya virusi. Ugonjwa wa pili unaitwa Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, HFRS, na huu ni mbaya zaidi na huathiri zaidi figo. Dalili za baadaye zinaweza kujumuisha shinikizo la chini la damu, kuvuja damu kwa ndani na pia kufeli kwa figo. Kiwango cha vifo kwa toleo hili ni 50%, hivyo nusu ya watu wanaopata wana uwezekano wa kufa. Swali lingine, nani anapaswa kuwa na wasiwasi zaidi? Je, ni hatari zaidi ikiwa mzee atapata virusi hivi? Ikiwa wewe ni mzee au dhaifu, au hata ikiwa una matatizo mengine ya kiafya, maambukizi yoyote makali kama haya yanaweza kuwa na madhara makubwa. Kwa hivyo, ni jambo zito sana, bila kujali umri. Swali lingine, virusi hivi vinapimwa vipi? Hivi sasa kuna baadhi ya visa ambavyo vimethibitishwa na vingine ambavyo bado vinashukiwa. Lakini njia unayopimwa ni ile inayoitwa kipimo cha PCR. Watu wanaweza kukumbuka hivi kutokana na janga la COVID, ambapo unaweza kufanyiwa usufi, swab, ndani ya shavu lako au puani. Ni mbinu ya biolojia ya molekuli inayoweza kukuza au kunakili sehemu maalumu za DNA kwa haraka, na hiyo inaweza kuunda mamilioni au hata mabilioni ya nakala kutoka kwa sampuli ndogo sana.
Hiyo inaruhusu, kwa maneno mengine, upimaji wa kijeni. Swali lingine, matibabu ni yapi ikiwa unavyo? Kwa bahati mbaya, hakuna matibabu maalum au chanjo kwa maambukizi ya virusi vya Hunter. Badala yake, timu za matibabu zitakuwa zikisaidia na kutibu dalili za maambukizi, kama vile kushindwa kupumua. Na hiyo inaitwa huduma ya msaada, supportive care. Hiyo inaweza kujumuisha kila kitu kuanzia tiba ya oksijeni, mashine za kupumulia, matibabu ya kuzuia virusi, antiviral, na hata kusafisha damu, dialysis, ikiwa una aina mbaya zaidi ya ugonjwa ambayo inaweza kuathiri figo zako. Swali lingine, je, tutakuwa lockdown nyingine? Je, hii ni kama coronavirus 2.0? Ni wazi bado ni hali mbaya sana kwa wale waliobaki kwenye meli hiyo ya kitalii. Lazima kuwe na wasiwasi mwingi kuhusu visa zaidi kujitokeza miongoni mwa abiria waliobaki na wafanyakazi wa meli. Lakini shirika la afya duniani WHO linasema kuwa kwa sasa hatari kwa idadi ya watu duniani ni ndogo. Lakini wataalamu wa afya ya jamii wataendelea kufuatilia na kutathmini hali hiyo. Tathmini hiyo ya hatari itatolewa ikiwa wataona ni lazima. Kwa sasa hakuna taarifa moja kwa moja kuwa watu wakae ndani. Hata vyombo vyetu vya Tanzania, ikiwemo serikali na Wizara ya Afya, bado havijatoa taarifa za moja kwa moja. Nadhani inaweza isitufanye kuwa lockdown haionekani kama wakati wa coronavirus, lakini tahadhari muhimu. Inaeleweka ni kwa nini watu wanaweza kuwa na wasiwasi juu ya hilo. Sote tunakumbuka mwanzo wa janga la COVID, wakati meli za kitalii zilionekana kuwa hatarini zaidi kwa maambukizi kama haya. Swali lingine muhimu kabisa ni njia gani kuu za kujikinga na Hunter virus? 1. Epuka mazingira yenye panya. Virusi hivi vinahusishwa na kukaribiana na panya wadogo. Hivyo ni muhimu kuepuka maeneo yenye viumbe hawa. 2. Chukua tahadhari unaposafisha majengo. Hatari ya kuambukizwa huwa juu zaidi wakati wa kusafisha majengo ambayo yamevamiwa na panya. 3. Zingatia usafi wa hewa katika maeneo hatari. Virusi huenezwa kupitia mkojo uliokauka na kinyesi cha panya ambacho hupeperushwa hewani na kuvutwa na binadamu. Inashauriwa kuwa mwangalifu katika maeneo ya vijijini kama misitu, mashamba au vichaka ambapo panya wapo kwa wingi. 4. Tahadhari wakati wa kusafiri. Mlipuko uliojadiliwa ulihusishwa na safari kupitia Amerika Kusini na meli za kitalii. Hivyo ni muhimu kufuatilia taarifa za afya unaposafiri katika maeneo yaliyoripotiwa kuwa na virusi hivyo kama Argentina au Chile. 5. Kuepuka maambukizi ya binadamu kwa binadamu. Ingawa ni nadra, aina ya virusi vya Andes inaweza kuenea kutoka kwa binadamu mmoja kwenda kwa mwingine. Hivyo ni muhimu kuzingatia kanuni za afya ikiwa kuna mlipuko uliothibitishwa. Kumbuka, kwa sasa hakuna chanjo maalum ya kuzuia maambukizi ya virusi vya Hunter. Matibabu yanategemea zaidi huduma ya msaada, supportive care, ili kudhibiti dalili kama vile matatizo ya kupumua au kufeli kwa figo. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.